moja kwa moja kutoka London, na hii ni Swahili Voice. Habari za kutwa wapenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia, na ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice ya hapa London, na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakayo yashuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii: bonanza la mpira wa miguu nchini Uingereza laanza vibaya. Mwandishi Ahmad Rashid Mitomingi atupwa nje ya tukio, azuiliwa kuripoti. Na huko Afrika Mashariki mambo mseto kweli kweli, ambapo matendo ya ubakaji na ulawiti yashika kasi. Kwani ya Kenya, viongozi wa dini wanyoshewa vidole, na vijana zaidi ya 6 wanashikiliwa na polisi huko Kenya kwa kuanzisha kituo feki cha polisi. Washika na kutesa mahabusu feki. Kwa hayo na mengineyo mengi, usikosi kujumuika nasi katika taarifa hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Msomaji wako leo hii ni mimi Asia Sharif, na kwanza ni habari za ndani. Tuanze na taarifa ya matumaini, ambapo wiki hii wakazi wa jiji la London walipata bahati ya kutembelewa na ujumbe wa shirika la nyumba la Zanzibar na kutangaziwa fursa kabambe ya kuweza kumiliki nyumba ya makazi visiwani humo chini ya mpango wa Mwinyi Housing Scheme wa rais wa nchi hiyo Dr. Hussein Mwinyi. Mkurugenzi mtendaji wa Swahili Voice Imam Ahmad Mohamed Kasa alikuwa miongoni mwa wenyeji wa hafla hiyo na aliandaa mahojiano hayo mafupi. Hii protest yake kwa sasa tumeweza kuwarahisishia sana mwenyewe watu ambao wako nje ya Zanzibar. Unaweza kupatikana hapo ukapata application yetu direct, then katika application yetu ndio utaweza kufanya booking zako na ununuzi ili uweze nyumba zetu. Na hapa leo tuko katika Masjid An-Nur, mpata mgeni mzuri sana, Zanzibar Housing Corporation kuja kuswali na sisi hapa Nur, na vile vile Swahili Voice ni jitahidi kuweza kuwapata na kuweza kutoa taarifa na kujua nini hasa, kwa sababu watu wengi wanajua kama hii scheme hii Mwinyi Housing Scheme ya Wazanzibari tu. Kwa hiyo hapa leo tunaye mhusika hapa atatufahamisha exactly kama haya ni sio kwa Wazanzibari tu wala wa Tanzania, hata Wahindi, wa Pakistani, wa nani, na hapa kwetu hapa ni multicultural. Kwa hiyo hebu tusikilize bwana. Asante sana na nashukuru sana kama ambavyo ametangulia kusema. Mimi na kwa jina naitwa Abdul Musa na tukia shirika la nyumba ni mhusika mkuu katika masuala ya mauzo na matangazo. Kuhusiana na swala hili ambalo tunalizungumzia hapa, Zanzibar Housing Corporation tuna miradi tofauti ambayo wateja wetu ambao tunawatarajia, anaweza akawa ni mgeni, anaweza akawa diaspora, lakini vile vile anaweza akawa ni locals. Miradi yetu wote wanaweza kuparticipate katika ununuzi wa miradi hiyo. Na kwa sasa tuna miradi ambayo ndio iko latest kabisa ambayo ana Mwinyi Housing Scheme. Hii ni miradi ambayo kwa sasa ipo inaanza kujengwa. Tutakuwa tuna takriban ya nyumba zaidi ya 1,000 ambazo tutazijenga. Kwa hiyo wote wanakaribishwa kuweza kuparticipate katika miradi hii. Kitakachoweza kufanyika mtu kwa sasa tunao hivi scan zetu, ikiwa unaweza kuscan, baada ya kuscan utapata application yetu ambayo ni latest. Hii application once utakaposkana kwa nayo register, baada ya kufanya registration utaweza kuona miradi yetu. Sasa utaweza kubook photo. Kama utakuwa tena na haja lazima kupata kuongea na watu wa Kisambu Daima, lakini ukipitia hii mwenyewe participate katika kununua miradi hii. Bei zetu ni nafuu na ni nyumba za kisasa. Tunawakaribisha nyote. Asante sana. Tunashukuru sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Hatimaye bonanza la mpira wa miguu limefanyika huko Leeds, huku Swahili Voice ikizuiliwa kuingia na kufanya kazi zake katika shughuli hiyo kwa kile kinachodaiwa kuwa ni ugomvi binafsi uliotengenezwa na baadhi ya viongozi wa bonanza hilo. Mwandishi wetu Yusuf Bond alizungumza na Ahmad Rashid Mitomingi kupata ufafanuzi wa hali hiyo, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Umefika hapo asubuhi, hali ilikuwaje kwa ujumla? Na tangu asubuhi hapa nilipofika kwenye mitaa saa 4-5 hivi, hali ilikuwa shwari, hali ya hewa ni nzuri, na michezo ilikuwa inaendelea. Michezo ilikuwa inaendelea vizuri tu, na tukaweza kuingia na kuweza kufanya matangazo. Kwa na tetesi kwamba baadhi ya waandalizi wa Leeds walipanga mapema kwamba sisi tusipate access ya kuingia katika eneo hilo. Unadhani ni katika kuthibitisha njama hizo ambazo kwamba walikuwa wamepanga zamani kutuzuia kufanya matangazo?
Siwezi kulizungumzia hilo kwa namna pana zaidi, lakini ninachoweza kusema tetesi ni tetesi. Binafsi niliweza kusikia hizo tetesi, lakini siwezi kuzichukulia kwa sababu kama ni uongozi ambao na unajipanga, ungeweza kutoa taarifa hizo rasmi kwetu kama mlitakiwa kufuata taratibu hizi na hizi. Kwa hiyo hatukuweza kupata taratibu hizo au hatukuweza kupata taarifa hizo, na sisi hatukuweza kuzichukulia serious kweli, na tumeweza kufika hapa na tukaweza kufanya matangazo, lakini ghafla tu tukaitwa na kuweza kukatishwa matangazo hayo. Kwa hiyo kama ni tetesi, ni kweli zilikuwapo, na ni kweli hizo tetesi, hayo maandalizi ya kuweza kuzuiwa sisi Swahili Voice kuweza kuchukua matangazo, ni kweli zilikuwapo na ni kweli hicho kitu. Mara tu baada ya mazungumzo hayo, mwandishi wetu Ahmad Rashid alijipata akishambuliwa kwa maneno na kudhalilishwa. Alidaiwa kuwa hakuwa na kibali, jambo ambalo kama chombo hakikupewa nafasi wala fursa ya kuomba kibali hicho, na hii ni sehemu ya ugomvi huo. Tumekwambia pale, na yeye ashakwambia, amebona hii jamaa bwana anataka kuchukua video. Ina maana eneo hili lote wewe usichukue. Eneo hili kama ni eneo, kwa sababu mimi nimeona nimetoka huko nje. Unaona? Ni hatua 10 kwenye geti. Basi toka nje ya geti fanye. Ngoja kwanza. Mimi sipo, sijaondoka, nipo. Kwa sababu unaweza, yani tatizo. Mimi nipo, sijaondoka. Ukitoka nje ya geti pale. Hivyo kwenda fanya hivyo bwana, vitu vipi? Unanifahamu nilivyokuambia? Mimi nilivyofahamu nafanya interview na watu hataki. Nani hawataki? Yani kitu ambacho ungepewa kibali na management. Basi kwani unafanya hivyo? Nataka kibali. Kama hakitolewi kibali unasema hatoe kibali. Ndio maana nikajitenga huku nje. Yaona kwa sababu haya maeneo yote leo yamekodiwa. Sawa, ndio nimekufahamu, ina maana mimi nitatoka nje ya geti. Unajua kuna vitu vingine unaweza kuepusha shaka. Watu wenyewe kimtaratibu hawataki. Achana nayo. Hata si mimi nitatoka nje ya geti ama kule kwenye residence. Sasa wewe kafanye interview kule. Sawa, nitafanya kule. Na hata kama unaweza hata ungetoka ukakae kule. Hiyo yani ukakae kule usumbuane na watu. Kama unaishi interview ukafanye kule poa. Nitafanya kule poa. Au ndani pia siruhusi kuingia. Ndani niambiwa nisichukue video. Kwa nikafahamu kwenye viwanja, maana nikaja nikakaa huku. Kama na video huku. Ndio, maana usifanye hivyo pia. Kama na huku pia. Kama yote mimi sichukui huku. Kama na huku pia ni tatizo. Tatoka nje huku. Wewe ukishatoka watu nje kachukua video. Sio ukishatoka nje, huyu hapa anakuja kwa ajili yangu. Mimi tunaenda kufanya nje. Mwandishi wetu Ahmad Rashid Mitomingi alizungumza na baadhi ya wadau wa michezo katika eneo hilo, na hivi ndivyo alivyosema. Ni matarajio gani mnategemea kwa michezo mingine inayofuata kwa timu yenu ya Glasgow? Kutokana na vijana tulivyoanza nao kama miezi 6 iliyopita na sasa hivi walivyo, ni tofauti kubwa sana, wamepiga improvement, na kwa kuwa walikuwa wakicheza mbali hawana uelewano, na sasa hivi wana uelewano karibu. Tutategemea inshallah timu yetu kufanya uzuri, na tutategemea vile vile kushiriki mashindano ya Serengeti Bonanza ambayo kwa mwaka huu itafanyika Belgium inshallah. Je, unahisi changamoto ya timu yenu inayokabiliana nayo ni kutokana na umri ama physical body ya vijana wenu? Moja ni hilo, kwa sababu wengi wa vijana wetu ni wadogo, na timu nyingi zilizokuja nazo vijana wao wachezaji wao ni wakubwa na mwili mzuri, lakini pia vijana wetu hakuwa wenye hofu, walijitahidi. Asante sana, nikutakie mashindano mema. Nashukuru. Asante sana. Yes, Bwana Tariq Ahmed, hongera sana kwa kushiriki katika mashindano haya Bonanza. Timu yenu umeonaje katika michezo hii? Na tumefanya vizuri. Obviously we missed chances here and there. Lakini overall, to come to Leeds, play against all the other Swahili teams was a good experience for everyone. We all enjoyed ourselves. Communication got better. Inshallah, obviously more tournaments in the future. Tutacheza pamoja, we get more used to each other, we'll win more games. Unaionaje gemu zote mlizocheza, mafanikio yake na kitu gani kimewafelisha kuingia katika vinyang'anyiro hilo kuchukua kombe? Yeah, sisi tumepata chance nyingi lakini tunkosa. Lakini team mpya. So basically, hatujuani sana, but we're getting to know each other. For inshallah, summer tournaments ikija, we'll be playing better. We'll bring back trophies inshallah. Unaweza kutuambia jina lako ni nani na unawakilisha timu gani leo hapa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu ni Ali na nawakilisha mji wa Newcastle leo hii hapa Leeds ya UK Football Bonanza. Unaweza kutuambia ni mafanikio gani mmepata katika kushiriki mashiriki haya? Wallahi, mafanikio yetu tulipata katika jumuisho hili ni kwanza kuwajua Waswahili wenzetu walikuwepo miji tofauti kwa hapa UK. Na sie kibinafsi, yani Newcastle, tumepata kuwaona vijana wetu wanacheza vizuri michezo kama hii ya football. Wamekuja leo hapa wameperform,
So everyone, na nawashukuru kwa waleta wazazi wamekuja na wana empower watoto wao kujitolea kucheza katika michezo kama hii. Mna mipango gani ya baadaye katika timu yako na kuweza kufika mbali katika michuano hii au michuano kama hii ya michezo? Kiukweli Newcastle tunataka kuanzisha kitu kama hichi ambacho kinawajumlisha miji mingine, pengine sport tofauti au hiyo football, lakini aim yetu ni kuunite watu wa Swahili, watu waliokuwepo hapa wa Afrika, kuunite, provide them with opportunities, wape opportunities za makazi, za vitu vingine kimaishani wanayoendelea, na also kuwapa voice wawe heard kama hivi tunavyofanya sie hapa Leeds walivyotusaidia sie, voice yetu vijana wanasikilizana, tunasikilizwa katika wazee wetu hapa UK, na hii tunataka tuifanye kule kwetu Newcastle inshallah. Asante sana na utakie mafanikio mema. Asante sana. Thank you. Na sasa tumalizia habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Kiongozi wa chama cha Conservative Kemi Badenoch amewashtumu Waziri Mkuu Sir Keir Starmer na Nigel Farage wa Reform UK kwa kuendeleza uchumi wa kufikirika kuhusu sera za misaada ya kijamii. Kupitia makala katika gazeti la Daily Mail, alikosoa mipango yao ya kufuta kikomo cha watoto wawili katika msaada wa watoto, akisema wanataka walipa kodi wanaotaabika kufadhili watoto wa wengine. Farage na chama cha Labour wameonyesha nia ya kuondoa sera hiyo, lakini hawajaeleza gharama zake. Badenoch alisisitiza kuwa nchi haiwezi kumudu mipango hiyo na kwamba chama chake ndicho pekee kinachochukulia sera za ustawi wa jamii kwa uzito. Nchini hapa, mwanamume mmoja, baba wa watoto watatu na mwanajeshi wa zamani wa Royal Marine Paul Dyle wa miaka 53 ameshtakiwa kufuatia kusababisha ajali ya gari katika maandamano ya ushindi wa Liverpool ambapo watu 79 walijeruhiwa. Ajali hiyo ilitokea Water Street majira ya saa 12 jioni na mtoto wa miaka 9 ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Dyle anakabiliwa na mashtaka 7 yakiwemo kujaribu kusababisha madhara makubwa kwa makusudi, kuendesha gari kwa hatari na kujeruhi kwa makusudi. Polisi wa Merseyside wanaendelea kuchunguza kwa kutumia ushahidi wa video na mashahidi. Dyle atafikishwa mahakamani Ijumaa huku watu 7 bado wakiwa hospitalini. Majirani wake wamesema walishangazwa na tukio hilo. Uingereza inakabiliwa na hatari ya ukosefu wa maji ya kunywa ndani ya miaka 10 ijayo iwapo mabwawa mapya hayatajengwa. Serikali imeharakisha mchakato wa kupanga ujenzi wa mabwawa mawili makuu huko Cambridgeshire na Lincolnshire. Mabwawa haya yataongeza upatikanaji wa maji kwa mamilioni ya watu na kusaidia kukabiliana na ukame unaotarajiwa kuongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Ingawa miradi hiyo imeungwa mkono na wataalamu, kuna pingamizi kutoka kwa jamii za eneo husika. Wataalamu pia wanasisitiza umuhimu wa kutumia maji kwa busara, kupunguza upotevu na kurekebisha miundombinu badala ya kutegemea tu ujenzi wa mabwawa. Andrew na Tristan Tate watarejea nchini Uingereza kukabiliana na mashtaka 21 ya jinai baada ya kesi yao nchini Romania kukamilika. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mawakili wao, CPS iliidhinisha mashtaka ya ubakaji, unyanyasaji wa mwili na usafirishaji haramu wa binadamu mnamo mwaka 2024. Romania pia inawachunguza kwa kesi nyingine ambazo wawili hao wanakana kuhusika. Mahakama ya Romania imekubali warejesho Uingereza baada ya kesi ya sasa. Andrew anakabiliwa na mashtaka 10 na Tristan anakabiliwa na mashtaka 11 kuhusiana na waathiriwa 4 jumla. Mawakili wao wanalalamikia taarifa potofu na kesi ya vyombo vya habari. Hadi sasa muda wa kurejea kwao Uingereza haujulikani kutokana na ugumu wa mchakato nchini Romania. Naendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice ya hapa London, na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki.
Wavuvi na wachuuzi katika soko la mnada wa samaki huko Chwaka, mkoa wa Kusini Unguja visiwani Zanzibar, wameeleza baadhi ya changamoto zinazowakabili katika shughuli zao hizo na kuzitaka mamlaka kuchukua hatua. Mwandishi wetu Fatma Mo alifika katika eneo hilo la mnada wa samaki na hapa anaripoti. Ni wiki hii hapa tena ambapo wadau mbalimbali wa uvuvi wakiwa katika harakati zao za uvuvi na mnada wa samaki katika eneo la soko la samaki hapa Chwaka, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja visiwani Zanzibar. Katika soko hilo, Swahili Voice ilitaka kufahamu uendeshwaji wa shughuli za mnada wa samaki na changamoto zinazowakabili wavuvi wa eneo hilo. Na hapa mmoja wa wavuvi wa eneo hilo alieleza kwa kiasi gani shughuli za uvuvi zimekuwa mkombozi mkubwa wa maisha ya wavuvi. Shughuli ya leo naona ni nzuri mpaka sasa hivi. Hali ya mandhari ni nzuri. Bei za samaki si haba, nashukuru Mola, afadhali tofauti na zamani. Na mimi kama mvuvi, changamoto ya hapa sema kweli, sokoni hapa wavuvi wanakuwa na benwa sana. Ndio changamoto kwa nayo. Ilika kwa hali ya hewa, hapa na changamoto ya kubadilika hali ya hewa. Tokea nilipoanza kuanza kuvua mpaka hii leo hali ya hewa na iko shwari. Pamoja na hayo, Bwana Mkadam alishauri kuondolewa kwa korokoro ambazo zinaleta uharibifu wa mazingira sambamba na kuboreshwa kwa zana za uvuvi. Boreshwa kwa uvuvi, iondoke korokoro. Korokoro ni nyavu ya korokoro iondoke. Ilobakia vyote viwepo. Tunahitaji vyombo vya kileo. Fanya shughuli zako. Sababu ni hapa ni nyumbani. Yaani hii sababu yenyewe ni nyumbani. Ndio maana siwezi kwenda kwingine. Ukaribu. Mimi nikienda mbali kwamba nitasumbuka. Kwanza kinauli na nini, hali yenyewe maisha siku unapata siku. Aidha, Bwana Fadhil Mkanga, mchuuzi wa samaki katika eneo hilo, ameeleza kuwa kiwango cha upatikanaji wa samaki katika soko hilo kinatofautiana kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na hapa anaeleza. Kama kawaida, maana inategemea na hali ya soko iko vipi. Samaki wakiwa tafu, mnada unakuwa bei kubwa. Hali ya hewa hapa unapitia na changamoto nyingi kutokana na mazingira kama hivyo. Siku inakuwa hali nzuri, siku inakuwa mbaya, na kwa kama samaki leo samaki wapo lakini na bezi. Na tofautiana masoko na masoko, hawaachi watu kulalamika na kuuza. Inatokea siku inauzwa, inatokea siku fresh, alimradi inatokea siku okay. Nilipotokea hapa Chwaka na anaishi hapa kijiji. Kila mtu na urahisi wake wa samaki anapotokea na anapokuja kuchukua. Soko la samaki la Chwaka ni moja kati ya masoko mashuhuri yanayotoa huduma ya mnada wa samaki visiwani Unguja. Na kama mlivyoshuhudia wavuvi wa hapa wakieleza na tija kubwa wanayoipata kupitia kazi yao hiyo, changamoto kadhaa zimetajwa huku wadau wakizitaka mamlaka kuwasaidia kutatua changamoto hizo. Najua kuna matatizo ya uvuvi sababu hapo katikati kidogo kuna mizozo yana vijiji. Sasa serikali imeshindwa kuyaamua ya masuala. Yanapelekwa kama kisiasa hivi. Ikiripoti ni mimi Fatma Mo wa Swahili Voice. Huko pwani ya Kenya tunazo taarifa kuwa vitendo vya unajisi na ulawiti vimeripotiwa kuongezeka zaidi katika siku za hivi karibuni, huku viongozi wa taasisi za kidini wakinyoshewa kidole cha lawama. Jane Bayu amefuatilia kwa kina habari hii na hapa anaripoti. Visa vya unajisi na ulawiti dhidi ya watoto vimeonekana kuongezeka katika baadhi ya maeneo katika pwani ya Kenya, huku sababu kadhaa zinazopelekea kuzalishwa kwa visa hivyo zikitajwa. Naweza kusema visa hivi vimeongezeka kwa sababu hakuna ile channel ya kuripoti. Na zaidi ni kuwa kuna ule unyanyapaa. Hao watoto hawawezi kujitokeza kwa sababu ya kuwa jamii imekaa kama ambayo imekubali swala hili. La tatu ni kwa sababu masuala haya yanafanywa mostly na hawa religious leaders. Wenye dini au walimu wa dini ndio wanafanya mambo kama haya. La nne, jamii nasema tustiri, na kila tukistiri
Ndoto haribu zaidi. Baada ya kisa cha hivi punde cha madai ya ulawiti kwa mtoto mdogo yaliyotekelezwa na kiongozi mmoja anayedaiwa kuwa ni mwalimu wa madrasa mnamo Machi mwaka 2025 katika eneo la Old Town mjini Mombasa. Mshukiwa kwa jina Malau Ahmed alifikishwa mahakamani mbele ya hakimu David Odhiambo na baadaye kukana mashtaka hayo. Na sheria ulimlawiti mtoto mwenye umri wa miaka 14 ni pale ama sikwani? Shtaka la badala unashtakiwa na shtaka la kumpapasa mtoto. Maelezo ni kwamba tarehe 28 April mwaka huu maeneo ya Marikiti Mwijambo Mosque Vita hapa Mombasa, kinyume na sheria ulimpapasa mtoto mwenye umri wa miaka 14 sehemu zake za siri. Ni kweli ama si kweli? Wakati huo huo, Sheikh Mahmud Abdullahi ambaye ni kiongozi wa dini kupitia Baraza Kuu la Maimamu mjini Mombasa amesema mshukiwa huyo hakuwa kiongozi wa dini kama inavyodaiwa, ila amekuwa akifanya baadhi ya majukumu ya kidini kama vile usafi na kuadhini katika eneo hilo la msikiti. Bwana ni kwamba si kiongozi wa kidini, hana madrasa wala si imamu wala si sheikh, lakini yuko pale msikitini kama muadhini au mwenye kushughulika na usafi katika ile msikiti. Na samada vijana wanapatikana katika ile msikiti, inaonekana kwamba watu wote wako msikitini ni viongozi wa kidini. Lakini yule aliyetokea juzi si kiongozi wa kidini, kama unasema si mwalimu, si imamu wala si shehe, lakini kimetokea mahali kwamba ni mahali pa dini. Kwa hivyo ni kitu ambacho kwamba tunakikemea na tukimgi mkono kwa jambo kama lile. Amewaomba wazazi kuwa makini katika kuwalinda watoto wao, kwani visa vingi vya ulawiti vinatekelezwa kwa lengo la watoto wasiofahamu misingi yao ya dini katika jamii. Aidha, majimbo ya Mombasa na Lamu yameangaziwa kuongezeka pakubwa kwa visa hivyo, huku takwimu zikionyesha kaunti ya Lamu pekee ina jumla ya visa 36 vya ulawiti ambavyo vimeripotiwa katika kipindi cha mwezi mmoja. Leo tunaonewa watoto wanalawitiwa, watoto wa kike wanaumizwa, watoto wa kiume. Kesho kuto, where is the next generation going? Generation inayokuja itakuwa hivi? Ikiwa watoto 36 wamelawitiwa katika mji mmoja, hawajapata haki yao, kesho kuto hawa watoto watasimama wapi? Life yao iko wapi? These kids are being traumatized. Hawa watoto wanateseka na watateseka throughout their lives. Watateseka maisha yao yote kwa hicho kitendo kilichofanywa. Pia wanaharakati mjini Mombasa wameomba ushirikiano wa kusaidia kufuatilia visa vya ulawiti miongoni mwa watoto sawia na kunakili visa hivyo. Kutokana na suala hilo, changamoto imetolewa kwa viongozi wa kidini katika ukanda wa pwani ya Kenya kuwa mstari wa mbele katika kupiga vita suala hilo. Nikiripoti kutoka pwani ya Kenya, mimi ni Jen Beyu wa Swahili Voice. Watu zaidi ya 6 wanashikiliwa na vyombo vya ulinzi na usalama huko Trans Nzoia, bonde la Ufa nchini Kenya, baada ya kubainika kujifanya polisi feki na kufika mbali zaidi kwa kufungua kituo feki cha polisi na kukitumia kituo hicho kuwatesa wananchi wasio na hatia. Mwandishi wetu mpembuzi yakinifu Nyota Suleiman anaripoti. Ni katika mtaa huu wa Al-Karim Makaburini, viungani mwa mji wa Kitale, ambapo seli bandia polisi iliyokuwa imetengenezwa na vijana 6 iligunduliwa. Kituo hiki feki cha polisi kilitibuliwa na naibu chifu eneo hili baada ya kubainika kwamba baadhi ya wakazi wamekuwa wakipitia mateso makali mikononi mwa washukiwa hao wanaojifanya kuwa maafisa wa polisi. Washukiwa hao wamekuwa wakiwatoza wakazi wanaowazuia ndani ya kituo hiki, huku waathiriwa wakitishiwa kwamba wangechukuliwa hatua kali zaidi iwapo wangeripoti kwa asasi za serikali. Hata hivyo, kutokana na malalamiko ya muda mrefu ya wakazi, maafisa wa utawala kwa ushirikiano na wenzao wa jeshi la polisi waliendeleza operesheni kali iliyopelekea kukamatwa kwa washukiwa 6 zaidi wanaohusishwa na sakata hili. Isaac Ayumba ni naibu chifu eneo hili na hapa anaeleza jinsi walivyotekeleza operesheni hii. So kwa leo hii tumeshika zaidi ya vijana wa 5, ni 6 kwa jumla, ambao pia wale waadhiriwa wamedhibitisha kwamba ni wale waliwachapa. So nikampigia OCS ambaye ametuma gari. So hao wamepelekwa kwenye station ili wafunguliwe mashtaka. Na pia
Tumewatafuta wale waathiriwa, wengine wameenda kuandika statements, lakini naambiwa kuna wengine bado wako kwenye majumba. Baadhi ya waathiriwa wanasema kwamba walikuwa wakitolewa majumbani kwao nyakati za usiku na kisha kupelekwa kwenye kituo hiki ambapo wamekuwa wakijumuishwa na wenzao na kupewa adhabu kali. Caroline Emase ambaye ni mmoja wa waathiriwa anasimulia dhiki alizopitia ndani ya seli hii bandia. Mama tu hapo mpaka nikamaliza kuoga na wakaniambia, "Umemaliza kuoga?" Nikasema, nimemaliza kuoga." Haya, vaa haraka, toka tuende. Nani mwenye anakuita? Nikasema makosa ni nini? Hakuna, wewe tuende. Niliingia saa 10, nilipata hawa huko. Niliingia saa 10. Kuingia hapo ndani nikakaa ikafika saa 6 usiku. Saa 6 usiku sasa ndio ikaanza sasa viboko. Walinichapa, hii mapacha si mapacha. Nini watu walikuwa ndani, wanaume na wanawake, tulikuwa mchanganyiko ndani yake. Tulikuwa watu 9. Si hayo tu, waathiriwa zaidi wamejitokeza na kuelezea masimulizi yao ya kutisha ndani ya seli hii. Kulingana nao, mbali na kupokea kipigo cha mara kwa mara, mazingira ndani ya seli hii hayakuwa safi na kwamba mara nyingi walikuwa wakilazimishwa kufanya haja zao katika vyumba walivyokuwa wakizuiliwa. Walinitoa tu kwa mlango, sikujua yenye wananipeleka chenye kinaendelea. Kufika huko nikapata kuna wenzangu huko wanachapa, pia mimi nikaingizwa huko na nikalala huko siku 3 kana chapa. Hapo ndani walikuwa wameweka ndoo na mitungi 2 ya maji. Alafu sasa makosa yenyewe chanzo muhimu hatukuambiwa, ilikuwa tu ni kuchapwa. Alafu mnaambiwa tunafunga mlango tena tunaenda tena, wakirudi tena ni kuchapwa. Visa vya seli bandia za polisi vimekuwa vikizidi kuripotiwa katika eneo hili la Bonde la Ufa. Miezi 2 iliyopita kisa sawa na hiki kiliripotiwa katika jimbo jirani la Uasin Gishu, ambapo maafisa waligundua kituo hiki cha polisi ambacho kilikuwa kikiendeleza operesheni kinyume na sheria. Jeshi la polisi nchini Kenya limekuwa likiwahimiza wananchi kushirikiana nalo ili kuhakikisha kwa visa hivi vinakomeshwa na hatua za kisheria kuchukuliwa. Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Trans Nzoia, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman. Nchini Burundi, abiria, madereva na wadau wa usafiri wa ardhini walalamikia adha na kadhia wanayopata kutokana na ubovu wa miundombinu ya barabara katika maeneo kadhaa ya mji mkuu wa Bujumbura. Mwandishi wetu Isidore Habonimana yupo tayari kutujuza zaidi. Miongoni mwa barabara jijini Bujumbura zimezeeka na kuanza kuleta mashimo, hali inayosababisha usumbufu kwa madereva na abiria wao. Barabara nambari 3 ni mojawapo mwa barabara zilizoharibika na kuacha mashimo ndani yake. Kuanzia mtaa wa Kinindo, Kanyosha hadi Ruziba ni mashimo tu yanayoonekana ndani yake. Upande mkubwa wa barabara hiyo lami ilibomoka kiasi cha kugeuka barabara ya vumbi. Magari na vyombo vingine vya kusafiria pichana si jambo rahisi. Abiria wanaeleza usumbufu wanaopata mara wanaposafiri kupitia barabara hiyo. Changamoto tunazozipata tunaposafiri ni changamoto nyingi sana. Changamoto ya kwanza ni uchovu. Maana tukiwa tunasafiri katika barabara hizi zilizoharibika, uchovu unakuwa mwingi. Changamoto nyingine pale unaposafiri ukiwa una mzigo, ukimwambia dereva akubebee mzigo anakataa. Kwa sababu gani? Kwa sababu barabara ni mbovu. Madereva kwa upande wao wanataja uchovu wanaohisi kutokana na ubovu wa barabara hizo. Kando ya hayo, wanaeleza kuwa barabara zenyewe huharibu haraka vyuma vyao wakati bei yake imepanda siku hizi na kupelekea kazi yao kuzorota. Barabara zilizoharibika zinaleta usumbufu wa kuendesha gari. Kama sisi madriver unakuwa unatembeza gari hauko sawa yani, sababu kuna shimo nyingi, kuna mabarabara iliyoharibika. Hata gari pia inakuwa inaharibika, maspea, amortisele, marotile. Barabara zilizoharibika zinasumbua sana. Hali kadhalika ni siku za mvua ambapo mashimo hayo hujaa matope na magari ama bodaboda yakipita kurushia matope wapita njia. Kwenye upande wa mtaa wa Kanyosha kuna bwana mmoja ambaye anajitoa kuyaziba mashimo hayo akitumia changarawe, huku madereva wakimwachia pesa kidogo kukidhi mahitaji yake, lakini inaonekana kuwa hatua bado ndefu kuyaziba mashimo yote. Yafanya ili ya mashimo yapunguke, kwa sababu ya mashimo ni mengi kwenye hii barabara, mengi sana, ndio maana nafanya ili yapunguke, ili gari ziweze kuenda polepole.
Kuna wagali ananipa, wengine wakaenda, wengine wakafurahi wakanipa. Na alafu nikanywa soda polepole tu. Mimi naifurahia kwa sababu inanipa chakula. Tena nataka kama watu wengine waje wafanye ili tena wanipe kazi niweze kufanya, wanipe itumikisho niweze kufanya hii kazi ili nipate chakula na mimi. Hata hivyo, mwaka 2022 serikali ya Burundi ilikuwa imeanzisha mradi wa kuyaziba mashimo katika barabara zote, lakini bado kuna barabara zinazozidi kuharibika. Raia wanaomba mradi huo uendelee na ufikie malengo yake. Nikiripoti kutoka jijini Bujumbura nchini Burundi, mimi ni Isidori Habonimana wa Swahili Voice. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Comment zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakia wikendi njema. Alamsiki.